tatu kubwa ndani ya Biblia, na katika kitabu ya Kumbukumbu na katika kitabu ya Hesabu Mungu anawaambia Waisraeli, mutapanda Yerusalemu mara 3 kwa mwaka. Kwa nini wanapanda mara 3 kwa mwaka? Katika kalenda ya Mungu kuna sherehe 3. Sherehe ya kwanza wanapanga mwezi wa 4. Sisi tunaihesabu hii wiki tunaingia mwezi wa 4, lakini Israeli hawahesabu mwezi wa 4, wanahesabu mwezi wa kwanza. Mwezi walikombolewa kutoka katika utumwa wa Misri kwa miaka 450. Na Mungu akamwambia Musa, hiyo mwezi kwenu itakuwa mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Lakini dunia nzima ni mwezi wa ngapi? Wa 4. Dunia nzima ni mwezi wa 4. Lakini kwa watu wamekombolewa na damu ya Yesu, I think we'll do another time. Acha tu, mtashughulikia hiyo. Mtaita technician. Nafikiri kila kitu kwa hapa sawa, ni problem, tutaita tena technician. Sasa kwetu tunaisherekea ni mwezi wa kwanza, kwa sababu kitu kubwa kwa kila taifa, nchi yote dunia nzima haikose sherehe ya kitu inaitwa nini? Sikukuu ya uhuru, independence. Na sisi tumekombolewa kutoka mikono ya shetani katika sikukuu ya Pasaka. Na sherehe ya pili, baada ya Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri, walipanda mavuno yao ya kwanza ya haraka, na ikatoka na ikaitwa sikukuu ya mavuno. Na kwetu leo sikukuu ya mavuno inaanguka siku kanisa watu walijazwa na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Lakini sherehe ya tatu, Waisraeli walikumbuka vile waliishi kwa mabanda miaka 40 bila nyumba, bila kitu chochote. Wanaishi kwa hema miaka 40, na ilikuwa inaitwa sikukuu ya mabanda. Sasa kwa sababu sasa tuko sherehe yetu ya kwanza kubwa, na ndio chache yetu, kila mwaka tunakuwa na mikutano ngapi? 3. Wiki inakuja tunaanza mafundisho yetu ya Pasaka. Sisi tumekombolewa, tumefunguliwa. Lakini mwezi wa 8 tutakuwa na mkutano wa pili, na mwezi wa 11 tutakuwa na kongamano yetu ya kwanza kubwa. Sasa tunasema sasa katika Pasaka, kusudi mtu afunguliwe, tunataka kufunguliwa au kuokoka. Nilikwambia neno Waisraeli waliokolewa kutoka Misri, na nilikwambia neno kuokoke natokana na lugha ya Kiyunani. Wayunani wanaita kuokoka sozo, Waingereza wanaita savior, na Wafaransa wanaita sauver, ikimaanisha mambo ngapi? 4 kwa wakati moja. Sio vile kanisa inatafsiri neno kuokoka ndio Biblia inatafsiri kuokoka. Neno kuokoka ni kukombolewa na dhambi. Neno kuokoka ni kukombolewa na umaskini. Neno kuokoka ni kukombolewa na magonjwa ya mwili, na neno kuokoka ni kukombolewa na matatizo ya kukosa mume, kukosa mke au ndoa iliyo na problem. Mungu hakuja kutuokoa nusu, lakini Mungu amekuja kutuokoa mzima. Na ndio maana Pasaka iko sherehe kubwa kupita sherehe yote, kwa sababu ni sherehe ya deliverance. Tumekuja kukombolewa na dhambi, hapana kufunga hiyo mna. Tumekuja kukombolewa na dhambi, tumekuja kukombolewa na umaskini, tumekuja kukombolewa na magonjwa ya mwili, na tumekuja kukombolewa na matatizo ya kijamii, kukosa mume, kukosa mke au ndoa iliyo na problem. Lakini sasa tukasema sikukuu ya Pasaka ilikuwa inafuatwa na vitu. Ndio tunasema tunaongea kabla ya kukombolewa. Ndio wiki nzima tulikuwa tunajifunza. Lakini wiki inakuja sasa tunaongolewa jinsi ya kukombolewa. Na kisha kufundisha kuhusu jinsi ya kukombolewa, tutaongelea kuhusu after kukombolewa. Kisha mtu kukombolewa inahitaji nini na nini? Sasa tukasema andiko mama tulisoma katika kitabu ya Kutoka sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mungu akamtokea Musa, akamwambia, mimi ninakutuma uende kuwaokoa Waisraeli kutoka mikono ya Misri, lakini kusudi ufanikiwe, mimi Mungu huyu. Akajitambulisha kwa Musa, yeye ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Nakwambia ingelikuwepo mimi Mungu angeniuliza, ningemwambia Mungu jitambulishe kwa Ibrahim, mwambie ujitambulishe kwa Musa. Mungu alikuwa na uwezo ya kujitambulisha yeye ni Mungu wa Adamu, kwa sababu kiumbe ya kwanza Mungu aliumba, hakumuumba Ibrahim, aliumba Adamu.
lakini Mungu anashindwa kujitambulisha kwa Musa kwamba yeye ni Mungu wa Adamu. Namba 2, kiumbe ya pili maarufu kiisha Adamu, kizazi ya 5, kunapatikana mtu anaitwa Enoch. Mtu alinyakuliwa, alipanda. Bali Mungu ajitambulishe kwamba yeye ni Mungu Enoch? Hapana. Lakini Mungu anajitambulisha kwa Ibrahim. Elewa, Adamu mpaka Ibrahim dunia ilikuwa na mwaka 1500. Kwa hivyo tangu mwaka 1 mpaka mwaka 1500 Mungu hakupata mtu mwenye anaweza kujitambulisha kwake kwamba yeye ni Mungu wa mtu fulani. Sasa Mungu anajitambulisha kwa Musa kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sasa tukawa na swali, nini na nini Ibrahimu, Isaka na Yakobo walifanya kiliweza kugusa moyo wa nani? Wa Mungu. Na ingekuwa mzuri Mungu ajitambulishe kuhusu wewe, na hapana kwenda ukanisa asema tunaomba Mungu wa Dr. Frank. Mungu ni wetu sisi wote. Sawa. Mungu hana upendeleo. Vile anayokoa mimi, amekuokoa. Ni Mungu wako na ni Mungu wako. Lakini maisha ya Ibrahim, Isaka na Yakobo ilikuwa na mambo iligusa moyo wa Mungu. Na ndio Mungu akaanza kuamua kujitambulisha kutokana na hawa watu 3. Kwa lugha fupi, Mungu alikuwa anamwambia Musa hivi, nimekupa mission kubwa, lakini kusudi ufanikiwe kwa hiyo mission lazima ukuwe na tabia ya Ibrahim, ukuwe na tabia ya Isaka na ukuwe na tabia ya nani? Ya Yakobo. Aonake mwanatumaka mtu kazi au anamwambia mtu pika chakula, lakini ile chakula piga kama fulani anajua kupika vizuri, tunahitaji chakula tupigie hivi, au tunataka hii kazi ifanye kama fulani. Sasa Mungu amempa Musa mission awaokoe Israeli kutoka mikono ya Farao. Elewa, Farao kwa wakati huo ndio super power, anaongoza dunia nzima. Afrika imeongoza dunia mara 3 tangu Mungu aumbe dunia. Misri imeongoza dunia mara 2 na Ethiopia imeongoza dunia mara 1. Na super power ana silaha ya kila aina. Super power ana wanajeshi wa kila aina. Super power uchumi yake uko wapi? Juu. Lakini Mungu anamtuma Musa bila chama ya kisiasa. Mungu anamtuma Musa bila hela. Mungu anamtuma Musa bila silaha. Mungu anamtuma Musa bila wanajeshi, lakini kusudi apate kufanikiwa kwa hiyo mission akuwe na tabia ya watu ngapi? 3. Sema mimi ni Mungu wa Ibrahim. Kitu gani Ibrahimu Mungu alifanya kikagusa moyo wa Mungu? Tunakwambia wakati wetu hii Jumapili sote tunaenda makanisani kwa sababu na wenyewe wanaokoka, na wenyewe waokoke, na wenyewe waendake kanisani, ni msikiti, wote wanajua Mungu yupo. Lakini Mungu amemtokea Ibrahimu wakati dunia nzima hakuna jina ya Mungu, hakuna mahali pote wanajua Mungu. Baba yake na Ibrahimu Tera alikuwa anaabudu miungu, babu yake na Ibrahimu Naori walikuwa wanatumikia. Kwa hiyo Ibrahimu anatokana na familia ya watu wanaabudu miungu, na Mungu akamtokea Ibrahimu katika kitabu ya Mwanzo 12 akamwambia toka kwenu. Na nilikwambia usidanganye sana. Ukisikia Mungu ameongea na mtu, Mungu anaongea kwa njia 14, lakini katika njia 14 njia moja alijiwekea kwa mtu mmoja. Tunaweza kusema 2, lakini tunaita mmoja. Njia hii Mungu anaongea peke yake na mtu mmoja. Musa, Mungu aliongea naye kinywa kwa kinywa, na mpaka Musa akachoka hiyo style iko, nasikia sauti lakini afanye nini? Amuone. Akamwambia mimi nataka kukuona. Mungu akamwambia hakuna mtu mwanadamu aliye na mwili ataniona na afanye nini? Aishi. Ukisikia mhubiri yote anakuambia anaonaka Mungu, ndio anatumika na shetani. Mungu ni roho. Roho ana sifa 3. Roho haina mwili, haina damu na haina mifupa. Mungu haonekane, lakini Mungu anaongea kwa njia 14. Na katika njia 14 ni Musa peke yake Mungu alimwekea staili ya kuongea na kinywa kwa kinywa. Kwa nini atumtaje Yesu? Yesu hiyo mwili ndio Yesu, lakini spirit, roho ilikuwa ndani ya Yesu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Roho inapovaa mwili tunaita body theophany, mwili kwa shughuli maalum. Lakini Mungu anatumia njia 13 kuongea na sisi wote. Hata usikie ni nabii
mhubiri wa kimataifa, anafanya nini? Mungu aona hakuna mhubiri, hakuna mtu anaweza kuona Mungu na nini? Na macho, kwa sababu Mungu ni roho. Lakini anaongea na sisi kwa ndoto. Katika njia 14, njia 7 rahisi Mungu anaongea naye, na katika njia 14, njia 7 ngumu. Ukisoma katika kitabu ya Ayubu 33:14, Biblia inasema Mungu ananena na sisi kwa njia moja na njia nyingine, lakini watu hawafanye nini? Hawaelewi. Anaongea kwa ndoto, anaongea kwa maono, anaongea kwa mafunuo. Na Ibrahimu ukisoma mara 3 Mungu alisema naye kwa ndoto. Tuseme sasa alimtokea kwa ndoto, na dunia nzima wajue story ya nani? Ya Mungu. Unajua leo watu anaweza kuongea na sisi kwa ndoto. Ndoto ngapi Mungu anasema na sisi na tunaipuuza, tunaidharau, tunaichukulia haina maana, lakini ni njia Mungu anasema. Sasa Mungu akamtokea kwa ndoto. Yeye baba yake na Ibrahim ana miungu, babu yake na Ibrahim ana miungu, Ibrahimu mwenyewe ana miungu. Na ndio maana Mungu aliwaambia afanye nini? Atoke kwa sababu akimkubali hapa, asubuhi atakuwa na Mungu na jioni atakuwa na nini? Na miungu ya kwao. Akamwambia toka kwetu. Makosa pia ya Mungu. Mungu angemuita akiwa kijana haikuwa shida, lakini amemuita tayari ana mke, anamuita tayari ana familia kubwa na wafanyakazi wengi, anamuita na biashara, anambia toka kwenu. Na makosa ya pili ya Mungu, pahali Mungu amwambie toka Tanzania wende South Africa, lakini Mungu amwambia toka, tukishaenda kule ndio takuelekeza wapi. Anaamka asubuhi, ni ndoto. Ndoto ngapi tumeota? Anza kuambia mke wako sasa, unajua Mungu anasema tutoke Tanzania, na mke wako kuuliza sasa, na tunaenda wapi? Sasa twende tu kule tutakuwa naenda, yeye ndo atatuonesha. Na tukisha toka atafanya mambo 4. Number 1, atatupatia yetu nchi. Number 2, atatubariki kutufanya matajiri. Number 3, atatupatia kutufanya kuwa na jina kubwa. Na number 4, atabariki uzao wetu, utakuwa kama mchanga. Ibrahimu akaambia mke wake, kikao iliweka, familia ilikataa, marafiki walikataa, wakamwona kama Ibrahimu kichaa, lakini yeye anakubali mtu wa yule. Akatoka, ndio mbingu ikachapa makofi, wakamuita baba wa nani? Wa imani. Mtu anaamini neno ya Mungu bila kuipigia mahesabu yoyote. Na pasipo imani mtu hawezi kumpendeza Mungu. Na kwa kuamini, tunaamini neno ya Mungu tu. Ukitaka kumwamini Mungu itashindikana. Lakini kama unataka kumwamini Mungu njia short, Mungu ana jina 32. Na jina ya kwanza ya Mungu si Mungu. Hapana. Jina ya kwanza ya Mungu si Jehova. Jina ya kwanza ya Mungu Yohana 1:1. Biblia inasema mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Na neno alikuwa nani? Mungu. Ukiamini neno ya Mungu tu, mara moja umemwamini nani? Mungu. Na neno ya Mungu iko kwa mifumo 2. Neno ya Mungu ya kwanza iko logos, na neno ya Mungu ya pili iko rema. Biblia yote hiyo ni kitabu takatifu. Watu waliongea kwa nafasi ya Mungu. Tunaamini neno ya Mungu tu. Na Mungu anataka kutembea na watu wanaofanya nini? Kuamini neno lake. Biblia inasema pasipo imani. Kwa hiyo pasipo kukubali neno ya Mungu aweze kumpendeza nani? Na unaona Mungu alipoanza kumwita Musa tu, Musa alikuwa anapinga tayari. Amuuliza mimi ni nani? Iko napinga hiyo neno. Na kuna vitu mingi Mungu anaongea na sisi, lakini katika hali ya kima. Nikwambia makosa ya Mungu, Mungu anapotutokea, anatutokea tu kwa vitu impossible. Kile kabisa kwa maisha yako hakina picha, hakina dalili. Unaona kabisa unaipiga mahesabu ya 1, 2, 3. Musa angefanya mahesabu asubuhi, mchana, jioni mpaka usiku. Na ukumbuke Musa alipenda kuokoa Waisraeli wakiwa Egypt. Alifeli. Na ndio maana alikimbia kwa sababu Farao alitaka kumuua. Sasa makosa ya Mungu, Mungu anampokea. Pale ampatie jeshi kubwa, pale ampatie pesa, pale ampatie chama ya kisiasa, pale ampatie silaha nzito nzito, yeye anamwambia tuamini nini? Neno lake. Na nakwambia ukiamini Mungu, impossible kwa maisha yako itageuka kuwa nini? Possible. Mungu anakuja kwa maisha yetu kwa vitu visivyofanya nini?
visiyowezekana, vitu visio na picha, vitu visio na dalili. Lakini kusudi vile visiyowezekana vigeuke kuwa vinawezekana, ni wewe kukubali tu neno ya nani? Ya Mungu, pasipo kuipigia nini? Mahesabu yoyote. Angalia, Mungu anamwambia Nuhu kwa ndoto. Usikilize. Ambia Nuhu makosa, vitu Mungu kunamwambia Nuhu haijawahi kufanyika mahali popote. Ambia dhambi ya dunia imefika mpaka katika kitendo. Sasa wewe umepata kibali, amuka kesho asubuhi, jenga safina. Mimi nataka kupiga dunia nzima, nataka kuleta mvua na watu wote watakufa. Nuhu anaamka asubuhi, anamwambia mke wake, unajua Mungu amesema anataka kuharibu dunia. Mke wake akamuuliza, kwa njia gani? Asa atanyeshesha mvua na dunia yote itazama. Sasa Mungu ananiambia tujenge nini? Safina. Ni historia haijawahi kuwa. Akaamini, anakubali, anaambia marafiki, anaambia mashemeji, anaambia mandugu, anaikubali. Angalia, bila imani hatuwezi, bila kukubali neno ya Mungu hatuwezi kufanya na kufikia mambo makubwa. Kwa sababu mara na mara vitu Mungu anaongea na sisi kwetu haina picha, haina dalili. Akaanza makosa. Elewa, Mungu aliposema mvua itanyesha, Nuhu alikuwa anafikiri ni vitu ya wiki moja. Nuhu alifikiri ni vitu ya mwezi moja. Nuhu alifikiri ni vitu ya mwaka moja. Wakaanza na mke wake na watoto wake, mashemegi, marafiki, mwezi 6, mwezi 8, mwaka moja. Safina ilijengwa mwaka 120. Ilipofika mwaka wa kwanza, wamoja wakachoka, wakasema ni mambo ya upuuzi, haina maana. Ilipofika mwaka wa 5, wakasema mtu amechanganikiwa, iko crazy. Ilipofika mwaka, na ndio maana ilipofika mwaka 120 wale walianza kujenga naye wote waliacha, kwa sababu wanaona ni mambo ya uongo. Sasa ina miaka 120 na mvua haifanye nini? Hainyeshe. Akajikuta anaingia tu ndani ya safina. Wenyewe walileta mabati, wenyewe walileta miti, wenyewe walileta ambao wote walibaki nje, kwa sababu walimuone ku crazy, kichaa. Mambo ya imani, tunakubali neno ya Mungu bila kuipigia mahesabu yoyote. Mungu akisema, nikwambia kwa nini tunaikubali bila kuipigia mahesabu yoyote? Kwa sababu 3. Sio sisi tunasema, anayesema ni nani? Ni Mungu. Namba 2, Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema nini? Uongo. Akisema atakubariki, atakubariki. Alimwambia Ibrahimu mambo 4, na mambo yote 4 alimwambia Ibrahimu, kitoka kwenu haya mambo yote 4 itaifanya. Namba 1, Ibrahimu alipata nchi, ndio taifa ya Israeli. Namba 2, Ibrahimu alibarikiwa. Kama kuna watu wamebarikiwa dunia nzima kupita watu wote, Jewish people, Wayahudi. Namba 3, Ibrahimu akapata jina kubwa kupita majina yote, taifa ya Israeli. Ndio inaongoza Marekani, taifa ya Israeli. Rais wa Russia ni Myahudi, nani? Putin, Myahudi. Rais wa Ukraine, Wayahudi. Wayahudi ndio wanaongoza dunia mahali kote, wakapata jina kubwa kupita majina yote. Na uzao wa Ibrahimu, kila mahali utaenda utakuta Wayahudi wako kama mchana. Mungu akisema, lakini Mungu alipokuwa anasema haina picha, haina dalili. Inawezekana uko maskini, inawezekana ukusoma, background yako haifanani, picha ukijaribu kupiga picha kushoto kulia haina picha, lakini Mungu akisema anasema, na ni kweli na ni amini. Na namba 3, uzuri ya sisi kutokupigia neno ya Mungu mahesabu. Biblia inasema kisha Mungu kusema, Biblia inasema Mungu iko nyuma ya neno yake kwa ajili ya kufanya nini? Kuitimiza. Iko nyuma, anaifuatilia. Na ndio maana kanisa yote ifundishe neno ya Mungu. Haina Mungu, kwa sababu Mungu haonekani, lakini tunamuona Mungu kupitia neno yake pekee, kwa sababu jina ya kwanza ya Mungu ni neno. Sasa Mungu akajitambulisha kwa Ibrahimu, iko nawaambia ni kukubali tu neno yangu. Vile Ibrahimu alifanya nini? Alikubali, akuipigia mahesabu, kwa sababu angepiga mahesabu asingetoka kwao. Na sisi tukubali tu neno ya Mungu vile nasema. Na ndani ya Biblia Mungu ametuahidi mambo 7,000